Ni siku ya Jumapili, siku ambayo baadhi ya Wakristo wameelekea makanisani kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mtazamaji wa Mbayu TV, nipo hapa kukujuza kwamba baada ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia kwa mwenyekiti wake Tundu Lissu kumvua nafasi ya uongozi Bi Catherine Ruge aliyekuwa mkuu wa dawati la jinsia Chadema, mwanasiasa huyo ameeleza kushtushwa na hatua zilizochukuliwa dhidi yake, akiita maamuzi yasiyofaa na yasiyozingatia misingi ya katiba ya Chadema, kwani wenye maamuzi ya kumwengua mkuu wa dawati la jinsia si mwenyekiti bali ni kamati kuu. Na mnukuu akisema kuwa mimi nilikuwa kiongozi na nafasi yangu iliidhinishwa na kamati kuu ya Chadema, na kwa mujibu wa katiba ya chama ibara ya 6 ibara ndogo ya 2 na ya 3B, mamlaka ya utenguzi wa nafasi yangu ni kamati kuu na sio mwenyekiti wa chama, hivyo ningetegemea utaratibu wa kikatiba na kikanuni ungefuatwa, ameweza kusema Bi Ruge. Lakini pia amesema kuwa ameinguliwa bila kupewa taarifa rasmi, akikiri kupata taarifa za kuinguliwa kwake kupitia ujumbe mfupi wa simu yani SMS na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, bila ya kuelezwa makosa yake na sababu za kuinguliwa kwake, ambapo pia ni kinyume na katiba ya nchi ibara ya 13 kifungu kidogo cha 6A ambayo imeweka misingi ya kusikilizwa kwa mtu yeyote yule. Na mnukuu anasema kuwa nimeshtushwa na uamuzi wa mwenyekiti wa chama taifa ambaye pia ni mwanasheria nguli kukiuka misingi ya kikatiba ya chama chetu na misingi ya haki za binadamu, hasa haki ya kusikilizwa. Kanuni ya chama toleo la mwaka 2019 kanuni ya 6 kanuni ndogo ya 5 imeweka pia utaratibu wa kumchukulia hatua mwanachama na kiongozi yeyote ndani ya chama. Mathalan, kanuni inaweka utaratibu wa wazi wa kufuatwa wakati wa kuchukua hatua za kinidhamu, mojawapo ni kuandikiwa mashtaka yako na kupewa nafasi ya kusikilizwa, ambapo ameweza kusema Catherine Ruge katika wakati akizungumza. Catherine Ruge maarufu kama Msubati ameinguliwa kwenye nafasi yake siku ya hapo jana Aprili 5 mwaka 2025, siku moja baada ya kuchapishwa kwa waraka wa kundi linaloitwa G55 ambalo ameonekana kuwa mwanachama wake, akiungana na wanachama wa andamizi wengine wa Chadema waliokuwa watia nia ya ubunge mwaka 2020 na ambao wameweza kutangaza nia ya kugombea ubunge kwa mwaka huu 2025, mwaka ambao Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kipo katika ajenda kubwa ya no reform no election, ajenda ambayo tumeshuhudia wakati wameenda kuipeleka kwa wananchi katika kanda ya Nyasa. Ni ajenda ambayo imeweza kupokelewa kwa nguvu kubwa, lakini pia hata hivi sasa ambapo wanaendelea na baadhi ya mikutano katika kanda ya kusini, tunaona mwitikio mkubwa, baadhi ya wananchi wanajitokeza kuwaunga mkono katika ajenda hii. Kwa hiyo wanapokuwa wanatokea baadhi ya wanachama ambao wanaonesha kutoridhishwa na ajenda ambayo chama imeanzisha, ni kitu ambacho kwa hakika kinakuwa si kizuri, ni kitu ambacho kwa hakika kinafanya mnakaa katika mgawanyiko. Nimekuwa nikizungumza muda mrefu kwamba Chadema inapambana na ajenda kubwa. Kwa hiyo kutokea mtu akasema kwamba haungi mkono ajenda kama hii na yupo ndani ya chama hicho, basi moja kwa moja inakuwa inatengeneza mazingira ya kuleta ugumu wa kufanikisha ajenda hii, kwa sababu si ajenda nyepesi, kwa sababu wanaosimamia uchaguzi ambao ni serikali wamesema uchaguzi upo na nyinyi mnasema uchaguzi haupo. Mkianza kugawanyika, obviously inakuwa ni ngumu kuweza kufanikiwa. Mgawanyiko unawaua watu wengi. Kwa hiyo ni vyema chama hiki, kama wanahitaji kufanikisha katika ajenda hii, wangekaa pamoja. Kama wanahitaji kufanikiwa katika msimamo huu ambao wameuanzisha, wangekuwa pamoja na labda wangeweza kufanikiwa. Lakini kwa hivi ambavyo Chadema inakuwa inagawanyika, kwa hivi ambavyo Chadema inakuwa inaonyesha kushikana, tutarajie kuona ajenda hii itapitia nafasi ngumu, kwa sababu kama watu ambao wapo kwenye nafasi za kiongozi kwenye chama chako wanakuwa wakuungi mkono kwa 100%, vipi watu ambao wapo nje watakuungaje mkono kwa 100% kama viongozi wako wa ndani wanashindwa kuunga mkono? Wengine tunasema tutashiriki uchaguzi, wengine tutagombea ubunge. Kwa hiyo inakuwa inawapatia ugumu wao kama chama katika kulifanikisha hili. Ni vyema wakajaribu kutengeneza muunganiko kwanza wa ndani ili kusudi waweze kukaa sawa, kwa sababu
mpaka hivi sasa inaonekana ule uchaguzi ambao wamekwenda kufanya mwezi Januari ni uchaguzi ambao umewacha wakiwa njia panda, na ilitabiriwa kwamba uchaguzi ule lazima utakwenda kutengeneza vidonda ambavyo pengine kama hazitatumika tiba sahihi kuweza kuvitibu, basi tunaweza kushuhudia anguko la Chadema, kama ambavyo wengi wamekuwa wakisema kwamba huenda Chadema ikapata anguko, kwa sababu kama ndio hivi watu hao wanasema hivi, hao wanakuja wanasema hivi, ni ngumu kuweza kufanikiwa. Hii inaonyesha kabisa kwamba kuna bado katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, licha ya kwamba watu walishake hands baada ya uchaguzi na baada ya matokeo kati ya timu Mbowe na timu Lissu, lakini bado inaonekana katika utendaji wa majukumu timu Mbowe na timu Lissu bado wapo. Timu Mbowe wanaonekana kwamba ni inferior na timu Lissu wanaonekana kama ni superior, kwa sababu timu Lissu ndio ambao wanakiongoza chama kutokea pale juu alipo mwenyekiti na alipo makamu mwenyekiti, lakini timu Mbowe wanaonekana kwamba ni watu ambao wametengwa fulani, wanaonekana kama ni watu ambao wananyanyaswa, na ndio maana wao wamekuwa wanajaribu kwenda kinyume na kile ambacho wanakuwa wanajadiliana. Kwa maana hii inaonyesha kabisa hata wakati wanapanga hizi no reform no election ndani ya chama, hawakukaa wakakubaliana kwamba namna gani wataungana wote kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kuitoa hii agenda nje, wote kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kuipush hii agenda nje. Hichi ni kitu ambacho hakika uongozi wa Tundu Antipas Lissu mpaka hivi sasa ni mwezi almost wa 3 toka wameingia madarakani, wameonyesha uzembe na kufeli sana kwa asilimia kubwa, kwa sababu kama umeshindwa kuunganisha kundi dogo tu la watu ambao ni ndani ya chama, almost ni watu ambao wazidi hata 70, unaweza kateki hiyo namba, kwa maana wale watu ambao wana influence ndani ya chama zaidi ya watu 70 hawezi kuzidi hapo. Umeshindwa kuwaunganisha wale, utaweza vipi kuunganisha kundi kubwa la wananchi ambao wanakuzunguka, kundi kubwa la wananchi ambao wanakuamini zaidi ya Watanzania milioni 61, utawezaje kuwaunganisha? Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakuwa kinakupatia na upande wa pili wa kuweza kutafakari. Kama imekuwa ni ngumu kuweza kuungana vidonda vile vya mwezi Januari, kushindwa kuvitibu, itawezekanaje chama cha demokrasia na maendeleo Chadema waweze kufanikiwa kuunganisha taifa? Kwa Tundu Antipas Lissu ana deni kubwa la kulifanya, John Heche ana deni kubwa la kulifanya, na kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wana deni kubwa la kufanya, ili kusudi wanapotoka nje waoneshe usafi ambao wamekuwa wakihubiri, kwa sababu mimi naona kama Chadema wana force baadhi ya vitu, kwa sababu una tone mwingine anakuja anakuambia tone haifai, una no reform no election anakuja kukuambia no reform no election haifai, na ni mtu wa ndani ya chama. Ili waje, yani tuaje sisi wananchi hapa tunakusikiliza? Kwa hiyo kuna kitu ambacho kina laki kwa upande wa Chadema, licha ya kwamba baadhi ya watu mnaona kabisa wamekuja na nguvu, licha ya kwamba baadhi ya watu mnaona kabisa wanatisha kutoshiriki uchaguzi, lakini kuna asilimia zaidi ya 80 ya kufeli hii no reform no election, kwa sababu ya mgawanyiko ambao umeweza kutokea ndani ya chama chao, ya mgawanyiko ambao unaendelea kusukumwa ndani ya chama chao. Hii itafanya kushindwa kwa agenda hii. Hii ni Mbayu TV, nikukumbushie kama bado haujasubscribe YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Ni David Edward, uwe na siku njema.